Ni tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026, siku ya kipekee kabisa kwa kanisa la Calvary Assemblies of God Nyanda za Juu Kusini. Baada ya kumpokea Askofu Mkuu Dastan Haule Maboya kwa ajili ya ziara inayoambatana na uzinduzi wa kanisa lililopo Mwela, Mbeya vijijini. Safari inaanza asubuhi na mapema kutoka Mbeya mjini kuelekea Mbeya vijijini ikisindikizwa na escort ya polisi. Hakika safari ni ya kupendeza na ni ya kipekee kabisa, ikipambwa na jiografia mbalimbali na mandhari nzuri za kuvutia. Safari inatupitisha moja kwa moja hadi Shango, pembezoni mwa barabara lililopo tawi la Calvary Assemblies of God. Ninaomba mniruhusu kuibariki madhabahu. Na nashukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wote wa jimbo hili pamoja na kanda. Amen. Nashukuru vile vile kwenye msafara wetu tuko na Bishop Mwaliego, ndio mwenyeji wangu. Amen. Na sio vema kupita hapa bila kusimama katika madhabahu hii. Nchi nzuri, nyumba nzuri. Amina. Hapa inaonekana kwenye eneo hili mtu akiwa mvivu hawezi kuishi. Amina, amina, amina baba. Na mimi naomba Mungu akawape afya, mkafanye kazi kwa bidii, akabariki kazi zenu za mikono. Siku ya leo najisikia tu niombee madhabahu ikapate kuwa moja ya lango la mbinguni. Amen. Watu wenye
huzuni wakapate faraja, watu waliokata tamaa wakainuliwe mioyo yao. Neema Bwana ikazidi mara. Hivyo napiga magoti ukiombea madhabahu. Watoto wako wakainuliwe, wenye huzuni wakapate faraja, waliokata tamaa wakapate kuinuliwa, na wagonjwa wakapate kufunuliwa, walio maskini na wakatajirike. Madhabahu hii ninaiweka wakfu mbele zako katika jina la Baba, maono makubwa ambayo Mungu aliyokupa na hata ukaisimamia madhabahu hii. Katika Yesu Kristo Bwana wetu, pokea hekima, pokea nguvu, pokea ishara na miujiza. Mbele yako Mungu akakupe baraka, akakupe pokea kibali, pokea baraka, pokea ulinzi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nataka leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya furaha. Tumefurahi kumpokea mtume na askofu. Asimamia anaanza wachungaji upande labda huu watu wahamisha wachungaji wote wa Calvary.
watu 17 tulibatizwa tukiwa bado tuko kwenye dini yetu ya zamani. Ndugu mgeni rasmi, ubatizo huu ulitafsiriwa na dhehebu letu la zamani kuwa ni kitendo hicho ni uhaini. Hivyo mchungaji huyo wa dhehebu hilo la zamani akatuambia kwamba msipatikane kanisani hapa kwa sababu mmebatizwa ubatizo ambao sio wa kwao. Ndugu mgeni rasmi, jambo hili lilipelekea mchungaji huyo kusema tusionekane kanisani pale tulipokuwa tunaabudu. Kabla hatujamaliza kikao hicho, alishuka mwewe kutoka juu akiwa anakimbizana na kandege kadogo. Ndege huyo akaingia kwenye nguo ya mama mmoja mzee wa kanisa hilo la zamani, lakini mwewe aliingia kwenye nguo ya mama yule na kuchukua kale kandege na kutokomea nako kusikojulikana. Ndugu mgeni rasmi, toka hapo tukaambiwa tusionekane kwenye kanisa hilo la awali tulilofukuzwa. Tulikuwa watu 17. Ilitubidi tumtafute tena mtumishi wa Mungu Mwaisumo ili tujiunge na kanisa lake. Hata hivyo kilikuwa ni kipindi kigumu namna ya kumpata huyo Mwaisumo kwa sababu teknolojia ya simu ilikuwa bado haijatokea. Ilitubidi kutembea kwa miguu kumfuata Mwaisumo mpaka mjini Mwanjelwa kwa mguu na tukamkuta. Hata hivyo ukawa mwanzo wa changamoto kubwa kuwa tumejiunga kwenye kanisa la mashetani. Kwani Mwaisumo tulimtafuta ili atusajili CAG. Changamoto ndipo zilipozidi na kupingwa na baadhi ya madhehebu mengine kuwa tumejiunga na kanisa la kuzimu, kutokana na kuwepo na neno lililokuwa likisemwa kuwa watu wanapigwa pawa, wanaanguka kinyume nyume, hivyo ni nguvu za kuzimu. Pia machafuko walipinga sana CAG isiwepo kwa kudai kuwa ipo kinyume na maadili yao. Pia machifu walitumia serikali kuhakikisha kuwa tunakata tamaa wala CAG isiwepo. Tulitiwa nguvu na mtumishi mmoja aliyejulikana jina Mwakoba. Kipindi hicho kuna mtu alikuwa anaitwa Mwakoba, alikuwa anatokea kanisa la Mbalizi, na pia na mwinjilisti mmoja aliyejulikana kwa jina moja Henry, naye alikuwa anatokea Mbeya. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2005 kanisa la CAG Mwera lilifanikiwa kumsafirisha mchungaji kwa mara ya kwanza kwenye kongamano kuu la kimataifa pale Morogoro. Ndiko tulikufahamu wewe kwamba ndiye askofu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka leo kanisa letu linaendelea vizuri na lina waumini 87 na watoto 40. Mafanikio: kanisa limefanikiwa kununua shamba lenye ekari 2. Kanisa limefanikiwa kujenga kanisa lenye uwezo wa kubeba watu 300. 3, uwepo wa uwanja wenye ukubwa wa hekari 2 ambao huu tulipo hapa una uwezo wa hekari 2. 4, kanisa limefungua makanisa 8. 5, kanisa limezalisha wachungaji 11. Ndugu mgeni rasmi, pia tunazo changamoto chache. 1, baadhi ya wachungaji walirudi nyuma ambao wamezalishwa. 2, pia tulipata gharama za ujenzi, gharama kubwa za ujenzi kutokana na miundombinu ya barabara kuwa mbovu.
Matarajio. Ndugu mgeni rasmi, matarajio yetu, tuna matarajio kufungua makanisa zaidi. 2, kuzalisha wachungaji zaidi. 3, kufungua shule ya chekechea. 4, kuhakikisha viongozi wa matawi yetu wanafika kwenye kongamano letu la kimataifa Morogoro kila mwaka. Shukrani. Mwisho, tunatoa shukrani zetu kwa Askofu Mkuu ndugu Danstan Haule Maboya, mwangalizi wa makanisa ya CAG Tanzania. Pia askofu msaidizi Bishop Mwaliego, askofu wa jimbo Tusekereye Ndekenya, askofu wa kanda Peace Kameta, ni askofu wa kanda za New Kusini. Hivyo ninaomba kuwasilisha. Kwa kufika hapa basi tutasikiliza taarifa ya ujenzi. Naomba sasa Abili leta taarifa ya ujenzi. Karibu. Ndugu mgeni rasmi pamoja na uongozi wako, Bwana asifiwe. Poleni na kazi ya Bwana. Kwa majina naitwa Abili Yusufu, ni mwenyeji wa kanisa hili. Mimi ni Kwa majina naitwa Abili Yusufu, mwenyeji wa kanisa hili. Mimi ni msoma risala kwa niaba ya kanisa. Taarifa fupi ya ujenzi wa jengo la kanisa la Calvary Assemblies of God tawi la Mwela, kata ya Ilungu, wilaya ya Mbeya, mkoa wa Mbeya. Ndugu mwangalizi mkuu wa makanisa, nikuombe kwa heshima zote usimame ili uendelee na utaratibu wa kuweka wakfu jengo hili. Karibu. Bwana asifiwe sana. Ninawasalimu nyote katika jina lipitalo majina yote. Mungu awabariki sana. Nina heshima kubwa sana kwa watumishi wa Mungu wote walioko hapa, na hasa watumishi wote katika kanda hii ya kusini, nyanda za juu kusini. Asante sana. Nimesikia vizuri ya nyanda za juu kusini ambayo inaunganisha mkoa wa Iringa, Mbeya, Rukwa, Katavi. Amen. Alafu na sehemu ya Njombe. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema Mungu awabariki sana viongozi, tumishi wote tunaitwa amani ya kweli. Tukae. Naomba utulivu wako mfupi tu, na napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya matendo makuu. Naomba sasa basi tuwe na utulivu, vuvuzela, shangwe na nini, tusitulize. Amen. Alafu nikaenda chuo cha Biblia, nikakaa kule Nairobi mpaka mwaka wa 81.
nikarudi Tanzania, nikafanya kazi na dini kubwa nyingi. Mwaka wa 90 Mungu akanitokea kwa mara ya pili ana kwa ana, na alinitokea nikiwa mkoa wa Mbeya. Ndio maana Mbeya siwezi nikaiacha, sema amen. Nikiwa Mbeya, Bwana akanitokea ana kwa ana na akanipa awamu ya pili ya kazi. Akatoa na miji itakayokwenda, akaeleza na nguvu itakayotembea, akaeleza vizuri na nchi, na akaeleza magumu na mateso itakayopita. Mwanzoni mwambia Mungu hapana, hiyo hapana. Kwa nini usitumie watu wengine? Akasema hapana, ninakutaka wewe. Nakutaka. Nilipotoka kwenye yale maombi Mbeya, nikawa na mkutano wa kwanza Isanga. Nikisema haleluya, watu wanaanguka. Haleluya, wakasema hili ni pepo limefanya nini limeingia. Lakini hawakujua nilikutana na Mungu. Na hiki ndio kitu tunaona Meshaki alipokuwa anazungumza, waliposikia ile habari wakatembea mpaka Matamba. Haleluya. Na walipomwona Mungu akitenda kazi, sema amina, wakapata misukosuko. Walipopata misukosuko wakasema hapana, ngoja tumtafute huyo mtu, yuko wapi? Sema amina. Revival ndivyo zinavyofanya kazi. Amen. Kabla usipogoje, tunaamini katika huduma ngapi? Mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu. Na hawa watu hatuwachukue tukisema wewe ni mwalimu. Tunawatambua kwa kazi wanazofanya. Utambulisho wetu mimi ni mtume, ndio una nini? Hata Mungu mwenyewe anasema wajaribuni hao wanaosema ni mitume. Ukisema mimi nabii na kuita ndio una nini? Maana manabii wa uongo wako wengi duniani. Ukisema mimi mchungaji ndio tueleze, sema amina. Unachunga kanisa lipi? Sio nasema mimi mchungaji wa kimataifa. Hapana, hapana. Wewe utaibia watu pesa, sema amina. Utaibia watu. Kila huduma ina tofauti yake. Ukiona muumini ameokoka, anampenda Yesu, anasoma sana Biblia, huyo ndani yake huduma ya walimu inakwenda kuinuka. Ukimwona mtu amekaa ni muumini, ana huruma isiyo ya kawaida, anatembelea wagonjwa, anatembelea hivi, anasaidia yatima, anaenda huko na huko, alafu anawapenda Wakristo waumini, huyo jamani mchungaji. Ukiona mtu amesimama ndani ya kanisa hapendi kuona dhambi, anasema afadhali tuabudu watu wawili kwenda mbinguni kuliko watu wengi, na kila wakati anahubiri hukumu, iache kusema wasiwasi, usikwende hapo kwa iache tu. Unawasumbua watoto wako, sema amina. Hapana, ina neno, usifikirie masuala hayo, kurudi nyuma, sema amina. Ukiona mtu anahubiri mambo ya hukumu na nini, ukitenda dhambi anakufukuza mapema kabisa, sio pepo, huyo ni mwinjilisti. Na mwinjilisti na mchungaji hawaelewani hapa. Maana mchungaji anaweza kuona mtu kabisa ametenda dhambi, anajifanya kama haoni, anamsaidia kimya kimya. Mwinjilisti anakupiga peupe, anasema hili tuwe watu watatu na mbinguni kuliko kiwingu hiki. Ndio maana kwa mwinjilisti na mchungaji hawaelewani.
huduma zipi? Hata kama wananena, kila mmoja ana huduma yake. Mchungaji anakufundisha vizuri, ndio atakiona dhambi amefanya kama manini? Naoni. Maana ameshika andiko lile, acha ngano na mabugu vyote vifanye nini? Vimea. Alafu Mungu mwenyewe atavuna. Lakini mwinjilisti akubali, anafunua hapo. Mwambie jirani yako tusigombane. Amen. Mwinjilisti hata kama unaumwa, una ndugu yako yuko hospitalini, umenielewa? Aende hospitali, analituma nini? Neno likamwinue kule, lakini sadaka anachukua. Lakini mchungaji ukiuguliwa, unaona anafanya nini? Anaenda mpaka hospitalini na anakuachia machungwa. Kwa nini nazungumza? Nataka tupendane, wana wa Mungu, tupendane. Amen. Ndio. Kama kuna vijana sisi wanaishi maisha ya mchanganyiko, dhambi, mwinjilisti akubali. Anasema naona kuna dhambi ya uzinzi madirishani. Kuna dhambi anakemea vibaya sana. Dhambi ziko madirishani. Lakini mwalimu anasema sio dhambi. Hao wote wanahitaji mafundisho. Wakifundishwa, wakielewa, wataacha tabia mbovu. Ukiona mtu anapiga mke wake, anapiga hivi na hivi, mwingine anasema huyu mzee baba huyu ana pepo la ugomvi. Lakini mwalimu anasema hapana, anahitaji mafundisho. Aelewe uzito wa ndoa na familia ikoje. Kwa maana Biblia inasema ishi na wake zenu kwa akili. Mwanaume mwenye nguvu hawezi kupiga mke. Anatoa majibu. Hata akiulizwa swali la aina yote, anauliza mama maswali yote, anajibu maswali yote mpaka mama anakosa maswali, analia, hapo mzee anaingia mfukoni na mchapa la kimbili sema nini. Sasa tatizo sasa kichwa kidogo, mfukoni una hela. Nakwambia utaua, sema amina. Utajikuta umeenda mbele zangu. Ndio maana naomba Mungu akawafanikishe na kuwainua. Kwa nini? Najua Mungu anawainua watu katika huduma mbalimbali. Nilipokuwa nakuja nimeliona bonde hili, nikaona linafanana kama ile bonde walikuwa wanagombania Ibrahim na Lutu. Amen. Ni bonde lililobarikiwa. Ninawaangalia watu walioko hapa, kila mmoja ana afya. Alafu kila mmoja sura yake imechangamka. Jipe hongera, sema. Nikawa nimeguswa na andiko moja hili kwa ajili ya hili bonde lililopo. Hili bonde limenifungua vitu vingi sana. Amen. Kuna kitabu changu kile kwa hapa. Bonde ile bonde limenifungua vizuri sana hili. Nikawa naliangalia bonde, nilisema bonde. Sasa nilipokuwa naliangalia hili bonde, nisikilize, sichukui muda mrefu, nisikilize tunakuachia pale. Nimeangalia hili bonde vizuri. Baada ya kuliangalia hili bonde, nikaliangalia vizuri. Amen. Nikagundua kusema kwamba kuna neema. Hebu naomba nisome ile 20 mstari wa 4. 20 mstari ngapi? Wa 4 Mithali. Msomaji wangu yuko hapo. Kuna jambo amen. Ndio fanya upesi. 20 mstari wa 4. Nataka muweze kuelewa mpo katika eneo zuri. Amen. Mithali 20 mstari wa 4. Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi, hivyo wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Jina la Bwana likiwe. Nini Mungu ameweka kwenye nchi ya baridi? Jambo moja tu nataka tuwaambie, pamoja na baridi kali, lazima tulime. Sema amen. Lazima tulime. Mtu mvivu hataki kulima wakati wa nini? Lakini wakati wa mavuno ataona nini? Njaa. Kumbe Mungu mbinguni
anaielewa Makete, anaielewa Mbeya, anaielewa. Mimi naomba siku ya leo katika uzinduzi huu Bwana akawafanikishe kiuchumi. Tusiogope baridi, kwa maana Mungu yuko pamoja nanyi. Roho ya uvivu ikaondoke, kabariki mashamba yenu, kabariki kile unachokifanya. Sema ndio. Ninaona matajiri katika mji huu. Nimeangalia njia yote mnakwenda. Njia ina vumbi, lakini vumbi ni la volcano. Sema amina. Hilo vumbi ni ishara ya rutuba. Magari yote yanayopita hapa, hakuna IC, hakuna Toyota Corolla, yote ni Toyota Cruiser. Sema amina. Mungu anataka awainue, na ninamwomba Mungu akawape magari ya nguvu. Wewe wakati mwingine unawaza sijui Dar es Salaam watu wanakula mlo mmoja. Dar es Salaam watu wanavaa misuli, lakini Mungu amekuweka kwenye nchi ya neema. Sema kwamba Bwana aende akakubariki wewe. Lakini kuna jambo, sema amina. Ninaona Bwana iko juu yako. Hakuna mtoto yoyote atakayekufa chini ya miaka 100. Atawazidisha na kuongeza. Mungu panua na kuhakikisha. Unataka kuwa tajiri? Unataka kuwa tajiri? Kuna jambo hili lazima ukae na kulielewa. Nisomee hapo mithali. Nisomee hapo mithali. Ukibidi inafungua. Sema nini? Simama soma mithali. Mithali 20. Mithali sura ya 17, sura 21 mstari wa 17. Ninasikia kuna mamilionea wanakwenda kuinuliwa. Ili moja Mungu amekuweka kwenye Mithali 21 mstari wa 17. Nisomee pale. Mtu apendaye anasa, atakuwa maskini. Apendaye mvinyo na mafuta atakuwa tajiri. Unakosea. Kuna H unachanganya. Sema mimi. Anasema hivi, mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Apendaye mvinyo na mafuta atakuwa tajiri. Unaona unataka kupoteza baba. Mtu anapenda mvinyo, Mungu ameapa hawezi kuwa tajiri. Wakati unataka kutajirika na Bwana, sema amina. Tuachane na ulevi. Tuachane na nini na ulevi? Mungu ameapa mtu anayependa mvinyo hawezi kuwa tajiri. Na anayependa anasa atakuwa nini? Maskini. Atasoma tena nini? Mithali 21 mstari wa 17. Mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Hatakuwa tajiri. Wakati atakuwa tajiri hapo. Unataka kuwa tajiri? Nasema pokea neema. Nasema pokea neema. Nasema pokea neema. Achana na anasa. Wewe fanya nini?
hawezi kutoa pesa kwa mpumbavu. Nataka leo jina upumbavu liondolewe kwenye maisha yako. Mfano unaweza kusema mimi naitwa Amos Mwaikeleke, alafu ongezea tajiri. Amen. Lakini kuna wengine utakuta naitwa Amos Mwaikeleke mpumbavu. Hawezi kwenda hela. Nisome Mithali 17:16. Sitaki kukana mtu. Ninasikia kabisa ndani yangu kuna watu wanakwenda kununua ma-V8. Usiangalie hii barabara, watu watafuta wenyewe. Watu wataulizana, ukitaka chakula nenda Mwela. Ukitaka uponyaji nenda Mwela. Kila mtu na baraka nenda Mwela. Nisomeka. Mithali 17 mstari wa 16. Nini maana yake? Nini maana yake? Mpumbavu na fedha mkononi. Mpumbavu kuwa na fedha mkononi mwake ya kununulia hekima. Endelea. Ikiwa hana moyo wa ufahamu. Nini maana yake mpumbavu kuwa na pesa? Ukiona mtu yoyote hana pesa, Mungu amemwita nani? Pumbavu. Unakubali uwe pumbavu? Nasema unakubali uwe pumbavu? Pokea hekima. Kinachowafanya Mungu hawezi kumpa mpumbavu wewe. Kwa sababu mpumbavu akipewa hela anavuruga ndoa yake. Mpumbavu akipewa hela anasahau watoto. Mpumbavu akipewa hela apeleki watoto shule. Mungu anampa hela mtu mwenye akili. Mwenye akili. Tunawatafuta watu wenye akili ya hali ya juu, ambao watu wenye akili wakifanya jambo fulani linatokea. Ninamwomba Mungu ili likatokee kwako. Ninamwomba hili likatokee kwako. Uko tayari litokee kwako? Nasema niko tayari litokee kwako. Mimi nataka baba yako awe namna hii. Mimi ninataka baba yako awe namna hii. Mimi ninataka mama yako awe namna hii. Mimi nataka kijana wako awe namna hii. Zaburi 128 mstari wa 2. Sasa ninamaliza sasa hivi. Umaskini lazima ushindwe kwako. Namuona mtu anakwenda kuwa milionea. Zaburi 128 mstari wa 2. Biblia inasema, Zaburi 128 mstari wa 2. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Hebu anza mstari wa kwanza. Heri kila mtu amchaye Bwana. Heri kila mtu amchaye Bwana. Aendaye katika njia yake. Aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Msikie anaanza heri mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia ya Mungu ameapa. Amefanya nini? Taabu ya mikono yako. Utakapoingia bondeni utakula matunda yake. Mungu ameapa taabu ya mikono yako hakika utafanya nini? Utaila. Endelea. Utakuwa heri na kwako kwema. Utakuwa heri na kwako nini? Kwema. Yaani unakula kile mikono yako, unakuwa heri na kwako nini? Kwema. Endelea. Kazi yenu. Mkeo Mkeo atakuwa kama mzabibu
Kwanza mimi nataka neno iende kwa mfululizo. Naomba unisikilize. Tuko pamoja pa. Naanza taratibu. Anasema urudie nyuma yangu. Heri kila mtu amchaye Bwana. Aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako. Utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Mstari wa 3. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Jipigie makofi. Ninazungumza na mchao Bwana. Biblia imejieleza wazi. Yaani imesema vizuri tu. Sema amina. Mfano hebu choma na moja. Mungu anamwambia mpamba. Sema amina. Heri uko kumcha Bwana. Kazi ya mikono yako hakika utafanya utaina. Utakuwa heri na kwako nini kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu vyumbani. Mzabibu. Ukiona mzee arudi upesi nyumbani, ujue nyumbani kuna michongoma. Lakini kama kuna mzabibu, mzee anarudi mapema. Mpaka majirani wanaona wivu. Huyu mama sikia kamroga mume wake. Mume wake mjinga tu. Akitoka yuko nyumbani mara katoka. Sio mjinga, nyumbani kuna mzabibu. Uko mzabibu. Anasema mkeo kama mzabibu vyumbani mwa nyumba yako, watoto kama miche ya mizeituni wakizunguka nini meza yako. Ndivyo atakavyobarikiwa hivi. Kuna watu leo hawajala meza moja na watoto wao mwaka mzima. Mwaka nini mzima? Mwaka nini? Na wengine ni wana wa Mungu kabisa. Mungu anataka bariki mikono yako. Wewe tunajua kuna watu wanasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa na wapi? Lazima shamba lako libarikiwe. Peleka viazi mjini, sema amina. Alafu anasema utabarikiwa uzao wa nini? Wa tumbo lako. Yaani watoto wako watafanya nini? Watabarikiwa. Kwanza unabarikiwa mjini na mashambani. Unahakikisha Tukuyu una maduka yako. Mbeya, Mwanjewa una biashara zako. Na huku una mashamba yako. Alafu uzao wa nini? Wa tumbo lako. Utabarikiwa. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Anasema na kile utakachoweka nini? Mikono kitabarikiwa. Akataja ng'ombe, mbuzi, kondoo, haleluya, na kitu cha mkono. Sasa Mungu mbinguni huwa anaangalia. Akikuangalia ulivyo, niambie pia, unaendeleaje vizuri? Mjini unafanya kazi nzuri. Unapokea mshahara laki tatu mara 12 36. Ina maana kwa mwaka ni milioni 3.6. Atanunua gari huyo. Tuseme cha ukweli. Atafanikiwa? Milioni 3.6 kwa mwaka atafanikiwa? Anapike na watoto wawili. Nisikilize, nataka ubarikiwe. Mungu anajua hela yako unayopata ni ndogo. Umenielewa? Milioni 3.6 hata tuseme unapokea milioni 1. Sema amina. Kwa mwaka una milioni 12. Una mke na watoto 4. Utaishi mjini? Ndio maana Mungu alielewa hilo, akasema nitakubariki mjini. Alafu na wapi? Na mashamba. Utafanya kazi zako, utabariki mashamba yako ya mpunga, mashamba yako ya viazi, unakuwa na vyanzo vya mapato. Sasa papo kuchanganya ya kazini, dukani na mashamba, umeinua nini? Kipato. Kisha akasema nitabariki uzao wa nini? Wa tumbo lako.
Uzao nini? Na hapa naomba uwe mwangalifu. Kuna watu wengine wakiona watu wamezaa, binti amezaa watoto 2, 3, baba tofauti, wanaona kama ni uchafu na kinyaa. Huyo hajui maandiko, kaa kimya. Watoto wote wamebarikiwa. Mungu amesema nitabariki uzao wa nini? Mwenye tumbo ni mwanaume, mwanamke. Mwanaume ana kiuno. Mungu anajua kwamba huyu binti, huyu mtoto wake wa kwanza alivurugwa shuleni, akajikuta tu amevurugea mimba, na yeye hajui mambo ya mapenzi. Akazana anapoambiwa kuchukua chips na nini ndio mume wake. Yule jamaa akakimbia, lakini mtoto ameonyesha ushujaa, hakuitoa ile mimba. Alafu ameendelea tena, akamlea mtoto wake kwa kuuza viazi, kuuza hivi na hivi, huko masokoni huko. Kapokutana kijana mmoja, ninakupenda sana, hivi na hivi, nitakutunza na mtoto. Jaza anajibembeleza, anamtubia na hela mtoto. Binti anadhani pengine na huyu atakuwa mzuri, anaingia. Ghafla binti yule amepokea ujauzito, kijana amekimbia. Huyu binti sio mbaya, amedanganywa, lakini anaonyesha ujasiri wa kuzaa salama. Sema amina. Na Mungu ndio maana akasema nitabariki uzao wa nini? Wa tumbo. Ili mradi ni Mungu aliyeweza kuzaa, huyo mtoto atabarikiwa tu. Atabarikiwa. Wakati ule unakutana mama mwingine ametulia vizuri, mama anampenda Mungu na nini, na amezaa watoto wangapi? 3, lakini hana ushuhuda. Anakuambia kabisa, nina mwaka huu wa 22, lakini toka niolewe shida, sina raha kwenye maisha, ni mateso na masumbufu. Hata akipatikana mtu mjinga, kama ulikuwa una shida, mbona umezaa? Hiyo sio lugha ya kiutu uzima, ni lugha ya pepo, umbea na unafiki. Mama huyu amekubali kuzaa naye na akavumilia yote kwa sababu hakutaka kuchanganya mbegu. Amevumilia, asema acha niende na mbegu hii moja, lakini akivurugika kichwani anachanganya. Ndio maana Mungu anasema tuishi maisha yetu na wenzetu kwa akili. Unamkutana na baba mwingine, huyu mama mkorofi, anamuona kulala nje. Anjigani na kuhusu kulala nje. Hakuna. Biblia inasema hata kama unaishi na mwanamke mkorofi, sema amina, unatakiwa ukae juu pembeni mwa nini? Mwa ndani. Unakaa juu bana. Utoki nje ya nyumba. Mama anapiga kelele, utaniambia leo, utafanya hivi, si atachoka. Ukimwona amechoka kuimba, unaingia mfukoni, unamshushia 200,000 cha. Utoke mama ametulia, usirudie, mnanianisha. Lakini wewe ulivyo ajabu, ugomvi kidogo, unaondoka, unaamua kwenda Chunya, unaamua kwenda Kiera. Alafu matokeo yake unakutana na Delila, unaleta magonjwa kwenye nyumba. Hakuna mwanaume wote anaruhusiwa kimaandiko. Mwapotea kwa sababu hamyajui nini? Maandiko. Unakaa juu ya dari, alafu unamrushia hela chini. Sasa tatizo wewe, nyumba yenyewe unakaa ya kupanga, hakuna dari. Alafu la pili, una uwanja, mfukoni una hela. Mimi nakwambia kabisa utapelekwa Isanga prison. Tupendane, tufanye kazi.
Sasa nasema mkeo anakuwa kama mzabibu, watoto kama miche ya nini? Ya mizeituni ukivuka meza. Watoto wako wanapenda kula na wewe siku moja. Ndivyo ilivyo, watoto wa kike wanakuwa karibu sana na baba zao. Ujaongea hata siku moja. Hata siku moja naye. Binti yako atakuwaje mjanja kwa watu wengine. Siku zote huko ndani na polisi. Hutaki kuongea na mtu yote. Mtoto hajui kabisa. Anamwona baba kama ninja. Sasa anakuja kusalimiwa na kijana watu njiani. Alafu anasikia harufu ya beberu. Lakini harufu hiyo angesikia kwa baba yake angeielewa ni ya kawaida. Bila mchanganya. Anakutana na lasta fera mkutabani. I love you baby. Nakupenda. Anashangaa. Anashangaa. Kwa sababu amekaa ndani kama polisi. Amekula lako. Unasikia? So naona kielezo majenzia anakuja anamshika vizuri, anamshika vizuri. Hebu njoo mwana njoo mwana. Njoo. Haleluya. Binti ametulia. Hajawahi kusema baba yake. Anakija tena yes baby how are you? Anasema. Unaona hapa anacheka. Kwa nini mabinti zetu wanaharibika? Kwa sababu wa baba wako karibu na binti zao. Hawa karibu, hawali meza moja, hawali nini? Meza moja. Hana lugha. Watoto wako hawezi kukaa pale kama kuku wa kienyeji kweli wanaenda kutafutia chakula. No. Mungu akabariki kazi za mikono. Kazi zako za mikono zimari. Kazi zako za mikono zifanya nini? Na ukiishi vizuri na watoto wako. Na hasa mabinti zako. Hata wakija kukua. Kuna vurugu inataka kutokea mbele yako. Wataogopa kufanya makosa. Kwa maana hawatataka kumuumiza mtu anayewapenda. Yaani mtoto wako mpaka muogope Mungu hajamuona si rahisi. Ndio maana watu wengi hata kutumia fimbo, kutumia nini zimeshindwa kusaidia. Lakini mtoto wako, binti yako akijua baba ananipenda, anaweza akakataa kufanya jambo lote bovu, kwa maana hawezi kumuumiza rafiki yake. Anajua to hili nitamuumiza baba. Hili nitamuumiza baba. Enyi wazazi, wapendeni watoto wenu. Msiwachokoze, asema nani? Ili watoto wetu wamjue Mungu wetu. Hatuna budi sisi kuwapenda ili waogope kutukosea, wasiogope Mungu ambaye wamuona. Unaambia tu Mungu yuko, Mungu tena kwambia yuko. Kuna siku moja mke wangu alikuwa anaomba Mungu, analia. Binti yangu mmoja alimuuliza, huyo Mungu yuko wapi? Akasema yuko mbinguni. Unamwona? Unamwona kwa imani. Ukipiga magoti. Sasa mama akujua kama mtoto. Sasa na binti akapiga magoti. Mbona si Mungu? Hiki kizazi kipya kina utundu mwingi sana. Lakini upendo wetu kwao kutawafanya watu wamuogope Mungu tunayemwabudu. Baada ya kusema haya, naomba tufanye nini? Kazi. Biblia inasema asiyefanya kazi na alikuwa anajua utaenda kula kwa binamu yako, akaongeza kipengele kingine, kila mtu ale chakula chake. Pigie makofi watu, sema sasa. Inawezekana kuna mtu mmoja akasema hapana, mimi napenda sana kufanya nini? Kazi. Lakini nasumbuliwa na figo. Mimi napenda kufanya kazi, lakini kansa inanisumbua. Tutaomba na kansa yako itapona pale pale. Mama mmoja alikuwa ameniambia, napenda kufanya kazi, lakini mshono wa operation unanisumbua.
na hii baridi unasumbua sana, unavuta, huo mshono unapona leo. Mimi ni miongoni mwa wale watu ambao walichelewa kuingia shule na tukawahi kufanya nini? Kutoka. Lakini nilikutana na mtu mmoja ambaye amesoma sana. Akaniambia, Maboya, operation moja anamfanyiwa mama kupata mtoto inampunguza miaka 5 ya kuishi. Akifanyiwa operation 3 anapunguza miaka 15. Ndio nikaona kuna mama wanafanyia operation kwa wakati unakuta anabeka na blanketi anaumwa. No. Yule mtoto uliyemzaa ni baraka. Hawezi kukuletea uchungu. Mimi nataka leo ukubali kwamba utafanya kazi kwa bidii, utamsaidia mume wako katika kuingiza uchumi, na lazima mnunue V8 mwakani na bila kuja ninawaeleza jinsi ilivyo. Sasa kwa sababu kuna Tomaso wako. Hata Tomaso naye alikuwa ni mwanafunzi wa nani? Na ninampenda sana Tomaso, amenisaidia mimi niamini ya kwamba Mungu Yesu amefufuka. Simchukii Tomaso. Sasa ili kuwasaidia wakina Tomaso, hii nikiomba kwa ujumla, nataka kumalizia, nikiomba kwa ujumla kila mmoja apokee uponyaji wake. Kwa maana nilimsikia hapa mchungaji anapozungumzia juu ya Mwaisumu. Mwaisumu amesha fariki. Sasa tunatokea kuna Mwaisumu wengine. Kwa nini tunakwenda hivi? Sasa kwa sababu hiyo kuna wamama 3 ambao mishono imekuwa ikiwasumbua sana. Na huyo mmoja kidonda chake ni kibichi. Naomba uweke mkono wako juu. Hao wamama hao wenye tatizo hilo, naomba pale ulipotoka njoo mbele mara moja. Hii ni ofa ya kipekee. Wengine wote kaeni chini. Umefanyiwa operation na imekuwa ikikusumbua. Alafu hii mishono operation msiipende sana hii. Ikizidi sana inavuruga ladha ya ndoa. Unafahamu wanaume wana matatizo makubwa sana. Labda kama nyumba yako itakuwa haina umeme, haina taa, naishi kwenye giza. Unaona? Kwa nini mama zetu wapote matatizo? Rudi nyuma kidogo. Dakika moja jamani, tumesafiri. Hii tumetoka Arusha. Sema amina. Alafu hawa mama wabaki jinsi walivyo. Kula tunakwenda kula tu. Hilo tumbo lako limeanza kusaga chakula wewe. Toka mtoto mpaka leo miaka 50. Halijachoka. Hebu subiri dakika moja. Sema amina. Tunataka hivyo. Mama una mishono mingapi? Mshono mmoja. Ulifanywa lini? Nilifanywa mwaka 2010. 2010. Walipaswa hii ya kushuka. Bado unasumbua? Mama. Haya, subia. Mama mishono mingapi? 3. Walipaswaje? Wa kushuka. Mwaka gani? Kuanzia 2014. Haya, sogea pale. Mama 3. Hapo mishono mingapi? 2. Walipaswa hivi. Unaona madaktari mara wanachinja hivi, wanachinja hivi. Sogea pale. Hapo mishono mingapi? 1. Wamepaswaje? Hivi. Haya, hapo mishono mingapi? 2. Wamepaswaje? Wamefunga mirija msizae tena, hapo wamefanya operation ya mtoto ya kushuka chini. Kutoka juu mpaka chini. Na inauma? Ndio, inauma sana waliofungia inauma. Subiri kidogo. Kuna watoto ngapi? 5. Ndio. Kwa leo umeridhika au sio? Sijaridhika kwa sababu hao watoto nimezaa huko nikiwa mataifa, sijapata mume bado. Haya, huyu tutamwombea mfuko mpya wa nini? Wa uzazi. Haya, sasa tuishie hapo. Naomba wengine watulie. Yule mmoja, wewe mmoja. Wewe mmoja, simama pale. Wewe mama mmoja, simama pale. Wewe rudi nyuma kama mmoja. Wewe mama mgapi? 3. Wewe 2 nenda pale. Mama njoo hapa 3. Subiri. Wewe mishono mingapi? 2. Simama hapo. Wewe mishono mingapi?
Miwili. Simama hapo. Wewe mishono mingapi? Mitatu. Simama hapo kwa dada hapo. Wewe mishono mingapi? Miwili. Ingia kwa pale. Wewe mishono mingapi? Mitatu. Hapa. Wewe mishono mingapi? Mmoja. Nenda kule mbele kabisa. Wewe mishono mingapi? Miwili. Simama pale. Nyio mitatu, sogeni huko. Wewe mishono mingapi wewe? Mingapi? Simama hapo. Mishono mingapi? Mmoja. Na mishono mingapi? Miwili. Haya. Tulieni sasa. Sema amina. Tunachotaka, na hii neema imeisha mwagika Mbeya yote. Wakati nilipokuwa nakuja nikawa namuuliza Mungu, nini kitokee? Nini kifanya nini? Mungu, naomba zima keyboard. Mungu anataka kuinua watumishi wa kike na wa kiume. Na mtatembea, naomba utulivu jamani. Sogea hapa beni, unazuia watu vile. Wewe simama hapo, nani simama kwenye engo ile hapa. Tuko kwenye kazi hapa. Jina la Bwana, naomba mnielewe vizuri. Naomba kila mmoja asikilize. Najua mimi nimeanza kusikia njaa na wewe unasikia njaa. Na hata watoto unaona analia. Kwa maana hata mama anapokwenda kujifungua, mama analia na mtoto anafanya nini? Lakini matokeo yake inakuwa vizuri. Na mtoto akiwa anasumbua, unasogea kwenye hapa. Mfano mmoja mzuri. Walikata mirija. Wapi kuna uma sasa? Njoo kwanza. Huyu hapa. Simama hapa mama, umesusue na wasiwasi. Mimi sikuru na muda. Weka mkono juu. Unaitwa nani? Luciana. Unafanya kazi wapi? Matamba. Matamba. Ndio nikuli. Ndio nakufanya kazi? Ndio. Okay. Una shamba? Una shamba yote niliuza, mwanangu alikuwa anauma. Inabidi yote lazima yarudi. Kwa sababu Mungu anaangalia kama una shamba, baraka imefanya nini? Una mbuzi, baraka, maana Mungu analenga neno lake ili afanye nini? Alitimize. Ndio maana kuna mwingine akaambia una shamba, baraka imeondoka. Mbuzi, baraka imeondoka. Kondoo, alafu ulichonacho ni paka. Kwa nini usitoe mchawi? Jamani, punguzeni paka. Sema amen. Paka na mbwa weka kwa ulinzi. Hii siri nimewapa. Mimi nakwambia kuna watu watendesha ma-V8 yao. Na wewe pesa utaipata kwa sababu ya maombi, unapata kwa kufanya nini? Kazi. Ndio maana nataka wamama wote wakafanya nini? Kazi. Alafu ni vizuri. Hata mfano huyu hapo na mirija ametolewa. Unataka kufanya kazi? Kazi utakufanya. Sema Mungu, naomba unisaidie. Unisamehe yaliyopita. Naanza upya leo. Nipe nafasi nyingine. Katika jina la Yesu. Amen. Tunatofanya kitu kimoja, tunafanya kitu. Tunachana upya kibaraka. Unaona? Baada ya kuchana hapo, tunatoa mrija huko, tunabadilika mpya. Alafu tuna mrija huko na tunachomoa, tunabadilika mpya. Alafu mfuko wa uzazi hapo alipotoa tunatupa, tunaweka mfuko mpya. Sema amen. Alafu na mwisho ukuta wake wa uzazi uwe salama. Amen. Mama huyo anaenda kwa umejenga nini? Sijenga mkao. Weka mkono juu. Sema Mungu, nisamehe kwa kuzaa kabla sijajenga nyumba. Na kuanzia sasa nitakwenda kujenga nyumba yangu. Sitakaa na wazazi. Achana nayo kwanza, usijangane kwanza, utubu kuto kujenga nyumba yako. Finya kwanza tubu. Tafuta maumivu yote kwanza. Tafuta. Unasikia tena? Nani mama mmoja hapo, naomba mama mmoja aje. Njoo binti. Fanya upesi binti yangu. Finya tumbo lake, finya tumbo lake.
Kanda kabisa, kanda. Subirini jamani, mbona mnakuwa kama malimbukeni? Anamaliza. Naomba mtulie, mimi nawapa mifano ili mjue. Unasikia mambo safi? Tumenyuma hapo kwa kisu. Pana kisu. Ndicho hicho kilikuwa nataka kiondoke, weka mkono juu sasa. Amen. Haya, tafuta iko kisu sasa. Kipo tena? Kipo tena? Hapana. Ulikuwa na kovu? Ndiyo. Walipasuaje? Walipaswa kushuka. Wewe sema fanya hivi, walipasuaje? Walipaswa ya kushuka kuanzia. Haya, weka mkono juu. Sasa tunafuta kovu lake la operation, tunachukua nyama ya hapa ndio tunabandika hapa. Haya, nenda ukaangalie mshono. Kimbia kwanza, kimbia. Fungua mlango pale kwa mshono. Nasema kwamba lazima ubarikiwe mwaka huu. Naomba Bwana afanye kazi juu yako. Wewe mshona ngapi? Walipasuaje? Mshona vimba kishusha. Na sasa watu wanauma. Mishona tu nikifanya sana kazi na. Weka mkono juu. Tuna mchana upya. Tunatoa uchafu. Alafu tunaunganisha upya. Sema amina. Alafu tunakuja na hapa juu. Amen. Amefinya mshono. Finya mwenyewe. Unaisikia tena? Amna, uweka mkono juu sasa. Tunaziba mshono. Ukachukua nyama ya usoni. Kimbia kaangalia mshono. Njoo. Wewe mshono. Mshona hapo umeunga. Umeunga hakuna. Sasa naona kina Tomaso wanaanza kunielewa. Tunataka kina Tomaso wote wao kina Petro leo. Wakati wanaamini ya kwamba watafanya kazi kwa bidii na kupata gari V8. Nakwambia itakuja kutokea, watu watashangaa, jangwa limetoa nini maji? Mama, Mungu akubariki sana. Ukafanikiwa, nenda ukafanya kazi. Na ninakupa mwaka mmoja tu uondoke ukae kwenye nyumba yako mwenyewe. Nenda na Mungu. Sasa naomba usikilize. Naomba usikilize vizuri. Ukiona Mungu anafanya haya, tambua ufalme wa Mungu. Amina. Na Mungu anakwenda kuibariki madhabahu hii. Na hii madhabahu inakwenda kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sijaja muda wote, wale wote ambao wanazeeka bila mpangilio, Mungu atarejesha ujana wenu kama tena. Jana sio walevi, mkafanye kazi kwa nini? Kwa bidii. Uwe na mapesa mpaka watu waseme heri tumbo lililokuzaa. Heri tumbo lililo nini? Kuzaa. Sasa tunakuja kwa wote. Njoo binti yao. Vipi kwa vipi? Wamebaki walipoanzia kushona. Wamebaki Walipoanzia kushona. Hebu onyesha kwa ishara. Wamebaki wapi? Walipoanzia kushona. Huko chini inafutika. Hebu weka mkono juu. Inakuwa kimbia kaka.
atakubariki mpaka uogope kufa, kwa sababu una vitu vya kupoteza. Usiona sasa wote niongea kwa wakati mmoja tu tunamaliza. Sasa unasema kulikuwa mmoja, mama ulisema mitatu. Hebu njoo hapa. Sendeni na funguo mama. Hapo katikati. Walipasuaje hivi? Walijamshuka. Yote mitatu na sehemu moja. Hebu weka mkono juu tuchane mpya sasa. Vuta upande huu. Toa upande huu. Tunaunganisha. Kwa kama zahama. Yaani tunataka tumbo liwe kama sura yake. Sema amina. Tafuta mama. Unasikia tena? Pande ule. Weka mkono juu. Hii si operation nyingine bwana. Gusa. Sasa nataka uende ukaangalie kofu. Sasa hawa wote hawa tutaombea kwa wakati mara hii. Maana yake wakina Tomaso wameshakubali sasa. Huyu ndani unaona Petro na Yohana. Paulo, wamama wangapi wako tayari kuhubiri Injili? Sasa hapa nataka niombe kwa pamoja tu. Kuna ile mtendaji wa hospitalini yetu anasema kuna kitu inaitwa MRI. Wanakuingiza kwenye chuma alafu unalala unalala muda mrefu. Ukiinuka hapo ndio anasema wewe unauma hiki na hiki. Sasa mama zangu hawa mimi sijui yamewakuta nini. Sema amen. Inawezekana kuna magonjwa mengi yamejificha ndani yao. Tunataka magonjwa yote yaweze kuondoka kwa wakati nini mmoja. Nipo vizuri. Uko vizuri? Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kuna moja sita kutoka hivyo. Umefundika? Umefundika? Kwenye karama 9 za Mungu ambazo kuna karama mbili zipendwa sana. Karama ya uponyaji na miujiza. Hata ile karama ya miujiza inaunganisha sisi katika kupokea nini. Kwa sababu nzuri kaa chini, usichumae, kaa kabla usome chini, nyoka vizuri. Nyoka vizuri, bwana sana. Tunataka tuombe kwa wakati huu. Kwa wakati tuzindue kabisa. Mama subiri kwa. Subiri kwa. Naomba kila mmoja asubiri kwanza. Subiri tu. Mzee wasiwasi, mponyaji wewe kuna. Naomba wengine kwanza watulie. Sema amen. Mimi sio roho ya mama sana kwa usiku. Kwa sababu tunajua baada ya hapo tukwenda kula, tunakunywa,